unaniuliza habari ya makamu mwenyekiti. Kwa hiyo itoshe kusema mbona mimi nafanya ziara, napumzika, na kuwa na kazi zingine za kufanya, vikao vya ndani, vya ofisini, baada ya hapo naanza ziara tena. Kwao ni utaratibu wa kawaida tu. Kwa hiyo mzee hana jambo lolote. Hana jambo lolote. Kwao ni ratiba kwamba bwana nitafanya hapa, nikikamilisha napumzika, kuna jambo la familia, kuona watoto, na hata mimi mwenyewe lazima nijiwekee hilo. Halafu baada hapo unaenda ofisini, baada hapo unasema nitafanya ziara. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Kwa hata mimi nikipotea wiki moja naambia mwenezi kwa sababu amekata moto au amekata pumzi, nikipumzika wiki moja, hapana, ni ratiba tu. Mkutano mkuu maalum huu utapokea taarifa ya miaka 5 ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi 2025. Ajenda ya pili itakuwa ni kupokea na kuzindua rasmi ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, ilani ya 25-2030. Kwa maana tunakoelekea katika uchaguzi, hiyo ndo ilani tutakayoitumia. Kwa hiyo mkutano mkuu huu maalum utapokea na kuzindua rasmi ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025 kuelekea 2030. Ajenda ya tatu itakuwa mkutano mkuu huu maalum utafanya kazi ya kufanya marekebisho madogo katika katiba ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo marekebisho ya katiba yatafanywa na mkutano mkuu maalum utakaoketi tarehe 29 mpaka tarehe 30. Marekebisho madogo ya katiba. Kwa hiyo kubwa sana katika mkutano huu ni hiyo kupokea na kuzindua ilani ya Chama cha Mapinduzi. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo kama mwaka wa uchaguzi lazima tupokee taarifa ya utekelezaji wa ilani kwa miaka 5, na baada ya hapo maana yake sasa tunakuwa kwenye nafasi nzuri kwamba tumeona tumefanya nini katika miaka 5, na sasa tunazindua ilani ambayo tutaitumia kwenye uchaguzi mkuu, ilani ambayo ni ya miaka 5, 2025 kwenda 2030. Mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Ilemela akishirikiana na kampuni ya Kabusungu mradi wa viwanja anawatangazia wananchi, mashirika, makampuni, taasisi za umma na binafsi kuwa halmashauri inaendelea na uuzaji wa viwanja katika eneo la mradi Kabusungu. Viwanja hivyo viko jirani na hospitali ya wilaya ya Ilemela, kilomita 10 kutoka ofisi za makao makuu ya manispaa ya Ilemela. Fomu za maombi zinapatikana katika ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Ilemela na zitaanza kutolewa tarehe 10 mwezi wa 3, 2025. Bei ya fomu ya maombi ni shilingi 5,000 kwa kila kiwanja. Bei ya kuuza viwanja kwa mita 1 ya mraba ni shilingi 6,000. Zingatia kwamba 50% ya malipo yatatakiwa kulipwa ndani ya siku 7 tangu tarehe ya kuchukua ankara ya malipo, yani invoice, na kiasi kitakachobaki kitatakiwa kulipwa ndani ya siku 90. Kinyume na hapo, kiwanja kitatolewa kwa muombaji mwingine. Aidha, wateja wote walionunua viwanja awamu ya kwanza katika eneo hilo pamoja na maeneo mengine ambayo ni East Buswelu, Nyafula, Sangabuye, Masemele na Kabusungu wanakumbushwa kukamilisha malipo yao ndani ya siku 30 toka tarehe ya tangazo hili. Endapo hawatakamilisha, viwanja vitauzwa kwa waombaji wengine na hawatarudishiwa fedha yoyote. Wote mnakaribishwa. Tangazo hili limetolewa na mkurugenzi wa manispaa ya Ilemela, Umi M. Wayayu.